njaa. Najaribu kufikiri kwa kijana ambaye anafikiri kama mimi ili atoboe maisha. Kwa kodi hizi kuna uwezekano wa kutoboa maisha? Kuna uwezekano kweli wa kufika kule ambako tunakuhitaji? Umejitafuta miaka 5, unatembea kwenye mvua, jua kali, ukapata 1,000,000, ukasema ngoja nifungue frame. Unakuja kukutana na kodi za namna hii. Umesema sasa hapa nifanyaje? Ngoja nichukue mkopo ambao wanatuhimiza tuchukue mikopo. Ukafungua frame, unakuja kukutana na kodi za namna hii. Hivi kuna kufikia hatima kweli? Haya, leo nataka nikusogezee baadhi ya kodi ambazo zinalipwa na wafanyabiashara ambao wanaonekana wana frame bila kujali ana mkopo. Ni hela ambazo pengine amepewa ili atoe na yeye cha kwake, au ni hela ambazo amejichanga miaka 5 akapata 1,000,000 akasema ngoja nifungue frame. Sasa hebu nisikilize kwa makini. Tuanze na moja mpaka ambazo utakuja kusikia. Na hakuna kodi ambayo haina uhalisia wake. Kama ipo utaniambia ni kodi ipi ambayo nimeitaja na wewe haujawahi kuiona. Kodi ya kwanza ni tunafahamu ili uwe na biashara lazima uwe na leseni. Leseni watakukadiria kulingana na aina ya biashara. Kwa mfano hapa kuna watu wanasema duka likiwa sijui ni la nguo, leseni yake sijui inaanzia 1,500,000. Naona hapo? Kwenye hiyo leseni utaambiwa kuna hela ya service levy. Bila shaka unaifahamu. Ni kiasi gani? Kama wewe ni mlipa kodi unaielewa. Si ndogo. Fedha ya kutosha tu kwa mfanyabiashara kama wewe ambaye pengine ndo unaanza kutoa jasho. Kodi ya pili ni rento, ambayo inakuwa imejumuishwa kule unapoenda kulipia TRA kodi ya kila muhula. Ile muhula wa kwanza mpaka wa 3, wa 3 wa 6, wa 6 wa 9, wa 10, wa 9 wa 12. Ili uanze hapa mwanzoni lazima ulipie hela ya rento. Sasa hapo inategemeana na wewe mwenye nyumba unamlipa shilingi ngapi mwenye hicho chumba. Ili hiyo ipatikane unapaswa kuilipa. Ukimaliza kulipa hiyo, kuna hii ambayo unapaswa kuilipa kila muhula, kila baada ya miezi 3 ya TRA. Sijui unanipata hapo? Ukitoka hapo kuna pesa ama kodi ya majanga ya moto ambayo inalipwa zimamoto. Nasikia uchungu lakini ndivyo ilivyo. Baada ya hapo kuna kodi ya uzoaji taka. Hii kodi ya uzoaji taka inakusanywa na watendaji wa kila kata. Kila mwezi wanapita tu na vibasha vyao, tumekuja kutafuta pesa. Bila kujali huyu mfanyabiashara yuko hapo anauza au yuko tu anawaza hela hata kupeleka rejesho anaitoa wapi, au anawaza hata hela ya kuwalisha watoto wake anaitoa wapi. Wakifika tunataka hela ya taka. Tukitoka hapo uhesabu hapo zimekuwa ngapi? Kuna kodi ya mwenge. Mwenge huo unaosikia unakimbizwa. Kuna kafungu kao unakuta watendaji wanaanza sasa kuna mwenge ziara hivyo. Kuna chochote kitu wanakihitaji kutoka kwako kwa sababu una frame. Imekuwa ya ngapi hiyo? Sasa kuna kodi ya frame ya mwenye nyumba. Na yenyewe unapaswa uihesabu kama kodi kwa sababu hapo pengine duka lako lilipo
si nyumba yako. Kwa hiyo itakubidi kumlipa huyo mwenye nyumba. Haya, kuna kodi ya bango. Bango ambalo linatangaza biashara yako, inabidi ufanyeje? Ulilipie. Kuna kodi ya kusajili kampuni. Kama pengine umeshavuka viwango vikubwa, sasa huko sihitaji kwenda huko, tuachie ambao pengine wana viwango vyao, kwa sababu ukitaka kusajili kampuni tayari umeshavuka kwenye viwango vya kulalamikia vikodi vidogo vidogo kama ambavyo vinawaumiza hao wafanya biashara ambao ndo wanajitafuta kwenda huko. Sasa mimi naomba niishie hapo. Sasa kwa kodi hizi, kwa kijana ambaye ana ndoto za kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa na akiwa ameanzia huku chini ambako tunaambiwa anza na ulichonacho kidogo, kidogo kitakuja kuwa kikubwa. Mchicha ulianza kama mbuyu. Je, anaweza kufikia hatima ya maisha yake ama kutimiza ndoto zake? Na kama ni hivyo, ushauri wangu sasa kwa serikali ni huu: hizi kodi zote badala ya kuacha kwa mtu mmoja mmoja ama kwa watu fulani fulani wanakuja kuzitafuta, hebu zitengenezee mfumo ambao utakuwa unaziratibu zote kulipwa kwa wakati mmoja, kwa kidogo kidogo, zikiwa ndani ya mfumo, kama ambavyo muda huu mtu analipia nyumba yake kupitia ile ruku. Ulishawahi kuona mtu analalamika muda huu? Sina kata kidogo kidogo huko, mwisho wa siku itamalizika. Lakini tunapokuja kwenye hii ya cash, hey cash to hand, hey hand to cash, nini, aise, mnatuumiza na mnatufanya tuchukie kulipa kodi. Japo kulipa kodi ni jambo la msingi sana na ni la muhimu kwa mustakabali wangu na wa taifa langu, lakini kwani tumekosa mtu ambaye kwa karne tunayo wasomi ambao wanaweza akakaa chini wakatengeneza mfumo ambao unaweza ukawa unaratibu hivi vitu kwa wakati mmoja? Mtu analipa, akiona mwezi fulani analipa, vitu hivi vyote vinaingizwa kwenye mfumo mmoja, vinalipiwa, mwisho wa siku kuja kumaliza mwaka vimeisha. Lakini katika uhalisia wa utaratibu ambao hauwezi ukamuumiza huyu mtu ambaye anapaswa kuzitoa hizi hela kwa wakati mmoja. Pengine hizi hela zote zinaweza kugongana kwa mwezi huu mmoja na unapaswa uzilipe. Wewe unazo?